Yes, mwana sawa sawa digital bana, katika tasnia ya habari inazidi kukua hasa katika nchi yetu ya Tanzania kutokana na baadhi ya waandishi wa habari kuweza kufanya vizuri katika sehemu tofauti tofauti au katika nyanja tofauti tofauti. Sasa niko na story ya mtangazaji maarufu ambaye huyu anapatikana kutokea pale Wasafi, ambaye anatangaza kipindi cha Lavidavi, na maanisha Diva the Boss, ambaye ameweza kupewa heshima kubwa sana ya kuweza kuangaziwa katika toleo jipya la The Pinnacle Magazine ya Pinnacle Magazine West Africa, linalomilikiwa na West Africa On Point, jarida ambalo linajulikana kwa kuonyesha mastaa wakubwa kutokea Afrika Magharibi, hususan Nigeria. So gazeti hilo limeonekana kuwa likionyesha mastaa wakubwa sana ambao wanapatikana katika Afrika hii, hasa katika nchi ya Nigeria, lakini imeweza kumdondokea bwana Diva the Boss kutokea hapa Tanzania, nikimaanisha mtangazaji huyu wa vipindi vya radio. Sasa Diva anakuwa ni mmoja wa mastaa wachache kutoka Afrika Mashariki kuwahi kupewa nafasi hiyo, huku jarida hilo likiwa lina wafuasi zaidi ya 472,000 kwenye Instagram kwa sasa, ambao wanakuwa wanalifuatilia jarida hilo kutokea huko West Africa. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Diva ameweza kuandika, ameweza kupost picha, lakini pia amesema kwamba my God and God asante, akawatagi pale West Africa Point kwa nafasi hii na kuangaziwa katika jarida la The Pinnacle Magazine West Africa kama mwanahabari mwenye ushawishi mkubwa kutokea Tanzania, lakini mfadhili na mjasiriamali. Bana ameweza kutoa shout zake kutokea katika hili gazeti la West African Point kutokana na umahiri wake ambao ameonyesha, lakini pia naye amekuwa ni moja kati ya miongoni mwa mastaa ambao wanatokea Afrika, na yeye akiweza kuwakilisha Afrika Mashariki, nikimaanisha Tanzania, kwenye ardhi ya Mama Samia ndiko ambako anatokea. Sasa Diva alieleza kwamba safari yake ya utangazaji kama ilivyokuwa tunajua kabisa kwamba ametokea mbali katika swala zima la utangazaji na kuweza kudondokea pale Wasafi, lakini pia akasisitiza kuwa sauti yake haikuwa tu kama kwa ajili ya kuburudisha au kuweza kumfurahisha mtu, bali ni kuinua na kuponya na sauti ya wasio na sauti, kwa moja kati ya watangazaji pia ambao wanafanya poa hasa katika vipindi vya mapenzi. Tunajua kabisa moto wake Diva akiwa kwenye mic. Sasa mbali na mafanikio yake katika radio, Diva amekuwa akitambulika kwa kazi zake za kusaidia yatima, lakini pia ni mwanzilishi wa chapa ya urembo ambayo inafahamika kwa Diva Rose Beauty, inayolenga kuleta maana mpya ya urembo na uwezo kwa mwanamke. Tunaweza kusema ana kitu chake ambacho anakifanya. Hii Diva Rose Beauty ni moja kati ya sehemu ambazo pia ni sehemu ambayo inamuingizia kipato, nikimaanisha masuala mazima ya urembo. Madada zetu wazee wa kulembeka nini wanakuwa wanapata vitu kama hivyo. Sasa akatagi kusema kwamba kwangu uzuri na ukweli ni nguvu na ambayo ninayo, ambayo anaitumia huduma na kuacha urithi unaosema zaidi ya vichwa vya habari kutoka Tanzania hadi ulimwenguni. Safari inaonekana inaendelea. Aliweza kuandika kwamba safari ni bado ndo kwanza ameanza, lakini pia aliweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuwashukuru timu ya Wasafi Media kwa kumuunga mkono, akiwataja mabosi zake akiwemo Diamond Platnumz na wengine kibao, na mtayarishaji wake wa kusimamia naye kwenye kipindi cha safari hiyo ya mafanikio, ambaye ni Oresta kwa Kawau, alimtagi pale pia katika page yake ya Instagram. Hii ni tunaweza tukasema pia ni baraka, au tunaweza kusema pia ni chachu ya kuweza kuonyesha kwamba baadhi ya waandishi wa habari au watangazaji kutoka hapa Tanzania tuna kitu cha kujifunza kutoka kwa Diva the Boss, mpaka kufika kwenye kupostiwa au kuweza kutangazwa kwenye majarida makubwa kama haya kutokea Afrika. Ni jambo zuri, lakini pia linaweza kuleta munkar, lakini pia na moto kutokea hapa Tanzania kwa watangazaji wengine ambao wanatamani kufikia mafanikio hayo au kuweza kufikia hapo ambapo ameweza kufika Diva. Lakini sisi kama sawa sawa digital, soon as possible, na sisi pia utatuona katika magazeti makubwa duniani kama Forex, yuko na vitu kibao kutokea hapa duniani. Ni zilidadi kabisa, that's my name. Lakini pia kwenye Instagram, Facebook pamoja na X tunatumia kama sawa sawa digital. Habari kiganjani mwako ndio slogan yetu, lakini pia ukiingia YouTube, subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari kama hizi. Ciao.